niweze kukomboa wakati tuingie katika ibada hii nyingine, na itakuwa vizuri. Nitasoma kuanzia 1 mpaka mstari wa 8. Na wacha nisome tu kwa Kiswahili. Ikawa wanadamu walipoanza kuzidi kwa uso, walipoanza kuzidi usoni pa nchi, ikawa wanadamu walipoanza kuzidi usoni pa nchi, na wana wa kike walizaliwa kwao, wana wa Mungu waliwaona binti na wanadamu ya kuwa ni wazuri, wakajitwalia wake wowote waliowachagua. Bwana akasema, roho yangu haitashindana na mwanadamu milele, kwa kuwa yeye naye ni nyama. Basi siku zake zitakuwa miaka 120. Miaka ikakatwa. Na Wanefeli walikuwa duniani siku zile. Tena baada ya hayo wana wa Mungu walipoingia kwa binti za wanadamu, wakazaa nao wana. Hao ndio waliokuwa watu hodari zamani, watu wenye sifa. Bwana akaona ya kuwa maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani, na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni mbaya tu siku zote. Bwana akaghairi kwa kuwa amefanya mwanadamu duniani, akahuzunika moyo. Bwana akasema, nitamfutilia mbali mwanadamu niliyemuumba usoni pa nchi, mwanadamu na mnyama na kitambaacho na ndege wa angani, kwa maana naghairi ya kwamba nimewafanya. Mstari wa 8. Lakini Nuhu akapata neema machoni pake. Haleluya. Machoni pa Bwana. Nataka nitangulie na kusema ya kwamba ikawa wanadamu walipozidi usoni, yaani ni kumaanisha kwamba wanadamu wakazaana. A family is made of people. Jamii na familia inaanzishwa kuwa familia kwa sababu ya watu. Ni kweli si kweli? Kama sio watu, familia haiwezi kuitwa familia. Lakini wakati ambapo kuna kuunganishwa, kule ambao tulifunzwa asubuhi, mmoja na mwingine, ilitengenezeka kitu ambao kinaitwa family. Na kuna mahali ambapo wewe umetoka kwa jamii ama kwa familia. Inawezekana ni mahali ambapo pengine uliolewa, ama ni mahali umezaliwa na ukaolewa mahali ulioa. Sio ni familia yenu. Sio ni familia yenu. Nilikuja kutambua kwamba even the church, ndio nimwambia kwamba yule alisema kwa roho ya ubaya kwamba apostoli ni familia moja, hakufikiria, hakunena mabaya, alisema vizuri. Bwana nilirudi nikaona ya kwamba Pastor Faith, wakati ambapo hatukuwa tunajuana na nyinyi na Lesingo, kuna mtu alitufanya kuwa jamii moja. Sasa nyinyi ni familia yetu. Nimefanya hesabu asubuhi leo nikaiona ni kweli. Huyu Peter amekuja, kazini yake ni Magi akaolewa na Julius ni wakina Mama Lewis. Reverend Ben ni bwana wa nani? Sasa tukaunganishwa na wao. Hao wawili hatuko tunajua sisi ni familia. Lakini my sister Wajiko mahali ameolewa Thika, akaenda akaolewa kwao, tukafanyika kitu kimoja. Sasa nikiwaangalia na nenea familia yangu, and I love you people. And I've come, nimekuja leo kwa kibali cha Mungu wa mbinguni. Hallelujah. Nitangaze kwa jamii na familia kile ambayo kimuliana, kile kinawakula, kijue kutoka leo na kuendelea, aidha ni ulevi, aidha ni usherati, aidha
Kama ni uchawi, ni kunyang'anywa vitu zenu, ni pressure, ni diabetes, ni kansa, kuna yeye ambaye anaweza kutuondolea lawama zote. In Jesus mighty name. Amen. Hallelujah. Amen. Sasa Biblia inasema kwamba wakaanza kuzidi makiongereka. Ado make. Na wakati ambapo waliongezeka, mahali tumesoma na tukaambiwa kwamba kukawa na watu wanaitwa wanarefi wanaferi. Hao walikuwa watu hodari katika hiyo miaka, na watu ambao walikuwa shujaa sana wakati huo. Na ninatazama, ninaangalia kwamba kuongezeka kwao, wakachukua wake na wakazana na wakaongezeka sana sana. Na vile walivyozidi kuongezeka, Biblia imesema ya kwamba hivyo ndivyo walianza kutenda mabaya. Na Mungu akasema yeye mwenyewe ya kwamba na sasa nitawaondoa wanadamu usoni pangu. Nikumeheria, nitaondoa wanadamu usoni mwangu. Na ile njia ambayo ilitumika, ninajua tunaijua sana, ilikuwa ya maji ama mvua iliyonyesha kwa sababu ya ghadhabu ya Mungu. Family started kufa, familia zikaanza kuisha kwa sababu ya dhambi. Point number 1, familia inaweza kumalizika kwa sababu ya dhambi, kumkosea Mungu. Amen. Inaweza kusambaratika kwa sababu ya dhambi. Walipomwasi Mungu, Baba akaghadhabika, akaanza kuapa, akasema kwamba sasa nitawaondoa wanadamu machoni pangu. Na wakati ambapo yeye alighadhabika, ninaangalia, ninaona ya kwamba kuna watu ambao wanatafutana nafasi kama hiyo, ndio na wao waanze kuleta maasi na vifo katika jamii, katika familia. Are we together back hapo? Lakini neno limesema hivi, maana maandiko lina mengi sana, nataka tuende haraka haraka tu. Neno limesema ya kwamba lakini Nuhu, tuko mwezi gani? Ya neema. The grace of God. Jonta ni mwezi wa neema. Na tumekuja mbele za Mungu. Haleluya. Na sinipata watu kama Pastor Faith, wengine hapa, mwingine hapa tu, angalau atakuwa tu ananitia moyo katika nikihubiri, hata kama sina pointi kubwa sana. Jina la Bwana liinuliwe. Huyo mtu wa Mungu, wakati Mungu alighadhabika kwa sababu ya familia, yeye Mungu, dhambi zilizotendwa, akaona neema. Kwa hivyo kama jamii itapona, Miriam leo itapona kwa sababu kuna Mungu alikuwa na neema na Nuhu. Amen. Ndio unachukua wewe. Ile neema ambayo alisikia akaponya Nuhu. Oh my father. Nataka kusema kwamba kwa sababu ya hiyo neema kuna familia itapona. Amen. Huyo Mungu aliponya ndio nyumba hiyo familia ya Nuhu ikapona completely. Anaweza kuponya yako. Amen. Kwa sababu ya neema. Jina la Bwana liinuliwe. Amen. Na nimesema kwamba familia imetengenezwa na kuundwa kwa sababu ya watu wanaitwa watu. Na kizungu ni, sisome vizuri kama wewe unajua. Nasema kama haukwenda darasa, kama unaogopa. Walitengenezwa na watu wanaitwa people. Ndio unasikia mtu, watu wakienda sherehe wanauliza wewe uko na people. Kwa sababu anataka kutengeneza. Unaweza niulizia mtu, wewe una people?
wametufichaga tu. Na hata kama walipotea, leo tuna neema ya mafuta ya kusema pepo warudi. Jina la Bwana liinuliwe. Tuna neema ya kusema leo mafuta haya iru. Haleluya. Najua ninaona mcheko pande hii, naona Duta kwa serious. Sasa nasema hivi, Duta uko na pepo. Anaweza kuwa hata ni mlevi, lakini sio husband. Yeye ni wako. Una pepo. Una pepo. So a family is made of people. Na nataka tuangazie jina people. Tuweke vizuri hivi. Tuiangalie leta moja kwa moja. Tuone inamaanisha. Amekwambia kuna people. Kwani alitoka wapi? Si kumaanisha ule anamuoa. Sasa mama maina wewe. Sasa umesema una people. Na wale watoto wote ukala. Si kuna mahali ulitoka. Si hao ni wenu. Hiyo si ni familia. The family is made of people. Na people tukiweka hivi, inaanza na P. Inaanza na in the family, ama kusudi la Mungu wachungaji kufanya umoja wa jamii. Licha ya mambo ambayo tunakuja kuombea sasa na kuivunja. Na nitakwambia ile mlango iliingilia kidogo ikienda hata kama sitamalizia leo hiyo milango kule, hiyo mambo ya kuana afitina kuwekewa uchawi uganga kwa boma zilitoka wapi? Kuna milango tulifunguliwa na shetani na wanadamu. Shetani akapata mlango. Inaanza na P. The will of God is the family to be peace. The letter P stands for peace. Kwa sababu jamii inakaa, thank you kwa wale naona wanashika kalamu na karatasi. Sasa si yote mambo yale nitamzungumza utayashika. Na maana nikizungumza siku nyingine ya family sitarudia hii. P stands for peace. Katikati yetu ambao tuko Acts of Apostles, hata kama wewe ni mgeni, ni nani ambaye hataki peace? Ni watu mkono kama utaki. Baba saidi, hakuna mtu anainua. Kwa hivyo even in the family, the will of God alipokuwa anatunga, tukizaliwa kwa mama na Desha na wale tumezaliwa na wao, familia inatengenezwa na people. We agree, is it? Yes. So letter P stand for peace. Watu ambao wana kitu ambacho kinaitwa amani. Lakini unakuta kwamba kuna mambo yanakuja katika jamii yanafuruga amani. Yeah? Kusoma sana, nitaipitia tu. Kusoma sana, kutajirika, very good. Hiyo yote inaweza furuga amani. Hallelujah. Mpango wa kando, kiburi. Mnanisaidia? Harogosho mwadani. Kuna mtu hapa jamii yao, wakati ambapo Bwana sasa, wakati ambapo ulizaliwa ile boma, kile ambacho unakosa kwa familia, unaweza kuwa ninyi ni tajiri sana, lakini kukosekana kitu kinaitwa. Na nipoza mtu mmoja katika ambaye ana elimu nyingi kueleza, akasema ya kwamba kama kenyo kiakima gukira irio nyingi njega mushuyurite ngui, you deserve peace. Sasa wale wako tutu na hata wale ambao kama mmagadesha tu, unaweza tulizia Mungu tu hapa, kuna amani. Na kama kuna nani anafuruga amani? Unajua, asante Timothy, yani wewe nini angalia na Miriam. Nasema hivi, hata ukiona naangalia Pitani wewe naangalia. Nasema hivi, kuna amani.
mwadhani. Peace ni ya muhimu sana. Amani katika familia. Na ndio unakuta ya kwamba wapendwa, tunatoka nyumba moja. Amen. Lakini mzee na mama na wanaletana, lakini anaenda moja, anaenda mbele na mwingine nyuma, na watu kwa nyumba moja. Kuna kitu inakosekana. Aidha wakati ambapo unatembea pamoja, mama unaanzaga mambo ya mamataro ya nyumba. Norole unajuire ndio ndekitagi kitenge takiangania ndio ngoreragira. Amani na kurugwa. Ona bina besha ndungikondo. Family inakosa amani. Sitaki kustiki sana hapo, lakini nataka niseme hivi. Wakati Mungu ametuunganisha kama kanisa na sisi ni familia, wacha hiyo ya nyumba. Tukiingia katika ile gate, ndio tukuja tuingie na hii mlango. Baba akupatie amani. I'm saying this once more. Inawezekana nyumbani kwetu mahali umetoka kwamba hakuna amani. Lakini Yesu alituachia nini? Amani. Alituachia Roho Mtakatifu na akasema kwamba iweni na iwe na amani. Kwa hiyo unaweza kosa amani kule kwingine. Listen to me. Wala unafanya kazi, wala umeajiriwa, unaweza kosa amani kule kazini unafanya, lakini ukifika nyumbani peana amani. Wachana na visirani, wachana na hasira. Nyumba yako iwe na amani. Amen. Mama umepewa watoto hata kama mzee alikufa na hayuko. Jina la Bwana liinuliwe. Amen. Sasa najua hapa amen itakosa sana, lakini sawa. I want to speak about the family. Ili kwamba Mungu wa neema aponya familia zote. Amen. Jiangalie kama wewe ndio unakosanisha watu amani. Are you the cause? Ya kukosa amani. Hata ukikuja asubuhi, kuna maneno mengine unaweza ambiwa usikie moyo wako na unaenda kanisani. Jamani, Mungu atupe amani. Nimesema tukiingia ile lango, tukiingia kanisani, Mungu achilie amani. Amen. Inawezekana nyumba yako haina amani, nimekiri amani. Amen. Kwa jina la Yesu mwana wa Mungu. Haleluya. Iko hapo. Najua ni muda sitaki kwenda tukisoma, maana muda wetu na mambo mengi sana. Ukitoka Pastor Fida amepata hiyo verse. Ni gani sema tu ndio wasome? Umepata gani? Methali 17. Oh, ile nilikuwa nimesema. Haya, Methali 7. 17. Pia na maana nyingine in the family. Hiyo ni kupitia tu. Utajadili baadaye. Tutajadili siku nyingine. Ina kitu kingine kinaitwa plan. A family that has no plan. Jina la Bwana liinuliwe. Amen. Uliza mtu uko na plan. Familia iko na plan. Watu wameanza kuniombea. Mwalimu, nasema plan. Mifa?